Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine wanazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ukiweza kushuhudia wakiweza kushusha majembe kwenye kikosi chao, na mwendelezo bado unaendelea, ambapo klabu ya soka Young Africans bado inaendelea kuweza kushusha vyuma kwenye kikosi chao. Sasa mimi nimekusogezea taarifa, utakwenda kujua kila kitu ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo leo hii wamekwenda kutambulisha moja kati ya mchezaji mkubwa kweli kweli kwenye kikosi chao, mchezaji ambao alikuwa akiweza kupigiwa hesabu kali. Hatimaye wananchi wameweza kuishinda vita na wameweza kuweka mpunga mezani, na kwa kile ambacho kinachoonekana nyota huyo anakwenda kutoa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Ni anatoka wapi? Amesaini mkataba miaka mingapi kwenye kikosi cha Yanga? Anakuja kuchukua nafasi ya nani? Hayo yote na mengine mengi ambayo unajiuliza maswali yake, basi bila shaka majibu yake niko nayo hapa mwanzo mwisho. Utakwenda kujua taarifa zote ambazo zinazoendelea kwenye kikosi cha wananchi Young Africans kwa mujibu wa taarifa ambazo zimewekwa wazi kwa siku hii ya leo. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya hapa nazungumzia si wengine bali ni Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka. Si wengine wanazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa taarifa zao. Karibu bana. Klabu ya soka ya wananchi Young Africans wanazidi kuendelea kuweza kujikita kuhakikisha kwamba wanafanikiwa kwa kile ambacho kinachoonekana, na wamezamilia zaidi shaili ya kwamba ili waweze kupata yale mahitaji ambayo wanayoyatizama kwenye kikosi chao. Kumbuka kwamba tayari kuna nyota ambao wanawakosa kwenye msimu huu, ikiwemo beki kama Dickson Job ambaye bado yupo kwenye majeraha, lakini pia kuna Clement Mzinzi ambaye pia bado yupo kwenye majeraha, lakini pia kuna Paco Mzuzu ambaye naye pia bado yupo kwenye majeraha ambao aliweza kuyapata. Kwa hiyo bado kikosi hakijakaa mkao, wakaamua sasa waingie sokoni kwenda kufanya sajili zake kubwa, ambapo umeweza kushuhudia wachezaji wa ndani wakiweza kukamilika ambao wameweza kutambulishwa kabisa, na sajili tatu muhimu zikafanyika za kimkakati kabisa za wachezaji wa kimataifa. Sasa ni zamu nyingine tena kuendelea kushusha vyuma vingine, ambapo klabu ya soka Young Africans kwa taarifa ambayo imeweza kutufikia wakati huu, inaelezwa kwamba klabu ya Yanga imefikia hatua za mwisho za kukamilisha usajili wa kiungo wa kimataifa wa Tanzania Alphonce Mabula Msanga, baada ya kufanya mazungumzo yaliyodumu kwa muda na kufikia makubaliano muhimu na upande wa mchezaji huyo. Taarifa zinaeleza kuwa kambi ya Mabula imekubali ofa ya mwisho iliyowasilishwa na mabingwa hao wa Tanzania bara. Yanga imekuwa ikimfuatilia kiungo huyo kwa muda mrefu kutokana na kiwango chake bora akiwa na klabu ya Shamak ya Azerbaijan, pamoja na mchango wake katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. Baada ya kumalizika kwa mkataba wake nchini Azerbaijan, Mabula amekuwa mchezaji huru, jambo ambalo limerahisisha Yanga kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na mchezaji huyo. Alphonce Mabula Msanga ni kiungo mkabaji mwenye uwezo wa kucheza pia nafasi ya kiungo wakati. Amezaliwa Juni
Juni 14, 2003 na amejengea sifa kutokana na uwezo wake wa kupora mipira, kuanzisha mashambulizi na kucheza kwa nidhamu kubwa ya kiufundi. Aidha, amekuwa sehemu muhimu ya kikosi cha Taifa Stars katika michuano ya AFCON 2025 na mechi mbalimbali za kimataifa. Ameweza kuwa ni mmoja wa watu makini kabisa ambao wameweza kupata kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Kwa hiyo inaonyesha kwamba Young Africans tayari mambo yameanza kuwa mazuri kabisa. Lakini katika hatua nyingine inaelezwa kwamba klabu ya soka Young Africans tayari yuko wamemalizana klabu ya mchezaji raia wa Burkina Faso. Hapa anazungumzia kiungo mkabaji Mohamed Zougrana. Uongozi wa Yanga unaendelea kuhakikisha kwamba wanajenga kikosi chao imara, na hivi karibuni nyota huyo ambaye kwa sasa anaitumikia klabu ya MC Alger nchini Algeria, ambapo Zougrana ni mmoja wa viungo wakabaji wanaoheshimika barani Afrika kutokana na uwezo wake mkubwa wa kukaba, kuvunja mashambulizi ya wapinzani, kupora mipira na kuanzisha mashambulizi kutoka katikati ya uwanja. Nyota huyo mwenye umri wa miaka 24 alizaliwa nchini Ivory Coast, lakini kwa sasa anaiwakilisha timu ya taifa ya Burkina Faso baada ya kubadili uraia wa kimichezo. Katika ngazi ya klabu amewahi kuzichezea So Arme, ASEC Mimosas na baadaye kuhamia MC Alger ambako alisaidia timu hiyo kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Algeria na kuonyesha kiwango bora kilichofanya kuwa mmoja wa viungo tegemezi wa kikosi hicho, ambapo sasa inadaiwa kwamba anatua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoonekana zaidi, ambapo mambo yanaonekana kuwa mazuri kwenye kikosi cha Young Africans. Wanaonesha kabisa kwamba wana kitu wanakitafuta, wana kitu wanakijenga kwenye kikosi chao. Lakini katika taarifa nyingine inaelezwa kwamba Lassana Kouma na Yanga wamefikia mwisho katika mkataba wao, ambapo Yanga wamemuondoa Kouma kwenye mfumo wa usajili ili kutoa nafasi ya kumsajili mchezaji mwingine wa kigeni, ambapo Kouma anaondoka baada ya kuitumikia klabu hiyo kwa msimu mmoja tu, ambapo imeonekana kufikia tamati kwa kile ambacho kimeonekana kwamba na watu kuwa tena sehemu ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo wameweza kumpatia mkono wa kwaheri, ambapo inaonyesha kwamba kila kitu kimeweza kufikia mwisho kati ya pande zote mbili. Lakini katika hatua nyingine, klabu ya soka Young Africans inaelezwa kwamba wapo katika hatua za mwisho katika dili la kiungo mshambuliaji. Hapa nazungumza kuhusiana na dili la Gil Mugisha, ambaye inaelezwa kwamba Young Africans wamefikia hatua nzuri kweli kweli baada ya kuweza kufikia makubaliano ya kimkataba na klabu ya Al Hilal, ambapo tayari uko mambo inaelezwa kwamba inasubiriwa tu kiasi cha fedha kuwekwa Gil Mugisha kutoa kwenye kikosi cha Young Africans na kutambulishwa mapema kabisa mwanzoni ama katikati mwa wiki hii, ambapo taarifa inaelezwa kwamba Young Africans watakuwa wameweza kukamilisha kiasi hicho. Bana, weka maoni yako hapo chini.